wiki iliyopita tu mlishuhudia au mlishiriki katika press moja kubwa iliyoandaliwa na wakilishi na ikaongozwa na kiongozi wao Profesa Omar Fakih. Tunakushukuruni kwa hatua mbalimbali alichokizungumza kimewafika wananchi kama vile ambavyo alivyoeleza. Hii leo ni press yetu ya pili. Press hii mzungumzaji ni mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo ndugu Omar Said Shaban. Ni press nzito, inahitajika upelekeaji kwa jamii, basi jamii iweze kusikia nini kile ambacho mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo leo atakizungumza hapa katika ofisi ndogo ya makao makuu Vuga. Karibuni nyote, mjisikie mko kwenye chama cha ACT Wazalendo, tuendeleze kile ambacho tumekusudia kukifanya kwa muda huu. Baada ya kusema hayo, ndugu mwanasheria mkuu wa chama ndugu Omar Said Shaban, waziri mstaafu, karibu katika ulingo huu. Assalamu alaikum. Ndugu katibu wa habari, uenezi na mawasiliano ya umma, viongozi mbalimbali wa chama ambao mpo na watendaji, lakini zaidi ndugu zangu wanahabari, nimefurahi kuonana nanyi tena leo. Mara ya mwisho mimi na nyinyi tumefanya mazungumzo katika uwanja wa mapambano pale jimbo la Pagawe, na nikawaambia siku hizi mazungumzo yangu na nyinyi nitaacha kusema salamu alaikum, hata ile namshukuru Mwenyezi Mungu, msije mkachukua ile tu alafu content nyingine, lakini nashukuru mlini prove wrong. Niwapongeze sana, mliripoti kile ambacho tulikisema, na kwa kweli naamini kilisaidia katika kuonyesha watu hali halisi ilivyokuwa katika uchafuzi ule ambao ulifanyika Oktoba 25. Nianza kumshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa kutuwezesha leo kufika, na niwashukuru nyie kwa kweli kwa kujitoa kuja kutusikiliza ili kuwafikishia wanachama, wafuasi wa Zanzibari na Watanzania kile ambacho chama chao kinataka kuwafikishia kama taarifa kwa leo hii. Nafahamu kwamba ilikuwa taarifa ya muda mfupi, lakini kutokana na mashirikiano na mahusiano na mapenzi mema yenu mliokuwa nayo kwa nchi yetu na kwa chama chetu, mmekuja kwa ajili ya kushirikiana nasi. Ndugu waandishi, leo kwa niaba ya chama tumekuja mbele yenu kuwapa taarifa juu ya status ya hatua za kisheria ambazo chama kimechukua baada ya uchaguzi au ule unaoitwa uchaguzi uchafuzi wa 2025. Nafahamu tayari mshakutana na viongozi wetu mbalimbali, ikiwemo wawakilishi wetu kiongozwa na mnadhimu wao, wameeleza katika muktadha wa yale ambayo wamewaeleza, lakini najua kwamba mmekuwa mkifuatilizia ziara ya mwenyekiti wetu wa chama alikuwa akifanya Pemba na karibuni ataianza hapa Unguja, na mmekuwa mkisikia pia habari ya hatua za kisheria pamoja na hatua nyingine, lakini hatua za kisheria ambazo chama kinachukua au kimechukua. Sasa leo nikiwa kama mwanasheria mkuu wa chama mwenye wajibu wa kutaarifu umma juu ya hatua hizo, nimewaita ili kuwaeleza juu ya hatua hizo. Kwa hiyo chama chetu kinapenda kuwataarifu wanachama, wafuasi na Watanzania kwa ujumla
kuwa baada ya uporaji mkubwa wa matakwa ya watu kupitia kile kinachoitwa uchaguzi uliofanyika tarehe 28 mpaka 29 Oktoba kwa hapa Zanzibar na tarehe 29 kwa uchaguzi ule wa Jamhuri ya Muungano na kwa Tanzania bara, tunaendelea kuchukua jitihada mbalimbali kupigania haki, sauti na matakwa ya watu katika ngazi na njia tofauti tofauti. Moja kati ya hatua tulizoamua kuchukua ni ufunguaji wa mashauri ya uchaguzi kupinga matokeo yake kwa uchaguzi wa wabunge na wawakilishi. Tumechukua hatua hii tukiongozwa na imani kubwa kuwa wagombea wetu katika majimbo ambayo tumefungua mashauri na yale tutakayoyafungua wameporwa ushindi wao au kumekuwa na ukiukwaji mkubwa wa taratibu za uchaguzi zenye athari kwenye matokeo yaliyotangazwa na tume. Aidha, tumekusanya aina nyingi za ushahidi ambao tunaamini iwapo mahakama itazingatia, basi matokeo ya uchaguzi katika majimbo hayo yatabatilishwa na amri ya kuitishwa upya uchaguzi itatolewa. Majimbo ambayo tumefungua mashauri kwa nafasi ya uwakilishi, kwanza ni majimbo yote 8 ya kisiwa cha Pemba ambayo wagombea chama chetu hawajatangazwa washindi. 8 kwa uwakilishi, kwa sababu kule majimbo 18, 10 tumetangazwa, 8 hatujatangazwa. Kwa hiyo 8 yote ya Pemba tumefungua kesi kwa uwakilishi, na majimbo 17 ya uwakilishi kwa kisiwa cha Unguja. Sasa kwa muktasari tu tutawaambia, kwa mfano tumefungua kesi jimbo la Malindi ambalo tayari liko mahakamani likirekodiwa kama shauri namba 14 la mwaka 2025. Jimbo la Amani likiwa imerekodiwa kama shauri namba 6 la mwaka 2025. Jimbo la Nungwi likirekodiwa kama shauri namba 13 la mwaka 2025. Shauri la uchaguzi, naita shauri la uchaguzi. Sawa, Kijini shauri la uchaguzi namba 8 la mwaka 2025. Bumbwini shauri namba 4, shauri la uchaguzi namba 4 la mwaka 2025. Chaani shauri la uchaguzi namba 17 la mwaka 2025. Mpendae shauri namba 11, shauri la uchaguzi namba 11 mwaka 2025. Kiembe Samaki shauri namba 16 mwaka 2025. Mwanakwerekwe shauri namba 9 la uchaguzi namba 9 mwaka 2025. Makunduchi shauri namba 18 mwaka 2025. Pangawe shauri namba 3 la uchaguzi namba 3 mwaka 2025. Chumbuni shauri la uchaguzi namba 15 la mwaka 2025. Tumbatu shauri la uchaguzi namba 12 la mwaka 2025. Mwera shauri la uchaguzi namba 2 la mwaka 2025. Mtoni shauri la uchaguzi namba 5 mwaka 2025. Welezo shauri la uchaguzi namba 7 la mwaka 2025. na Mkwajuni shauri namba 10, shauri la uchaguzi namba 10 la mwaka 2025. Baada ya kuwasilisha mashauri haya mahakamani, mahakama kupitia amri ya naibu mrajis siku ya tarehe 10 Novemba 2025 walitoa maelekezo ya kuambatanisha matokeo ya majimbo ya uchaguzi, na tayari kila mgombea aliandikia tume kuomba matokeo haya. Ingawa hapo awali wasimamizi wa uchaguzi walikataa kutupatia nakala za matokeo, tumeweza kuyapata baada ya kuandikia barua na kuambatanisha amri ya mahakama ya kututaka watupe matokeo hayo. Na taarifa nilizokuwa nazo mpaka asubuhi hii, majimbo yote haya 17 ya Unguja tayari tumepata matokeo, na isipokuwa jimbo moja la Makunduchi ambalo nilikuwa nazungumza na mgombea hapa chini na nilikuwa nazungumza na mwanasheria wa tume, amenihakikishia kwamba leo atapata nakala certified copy ya matokeo.
Na matokeo haya kwa kweli niliposema kwamba tuna ushahidi mwingi, na nitawaonyesha tu leo aina ya ushahidi, na nitawataka wanahabari mfuatilizie sana hizi kesi. Nitawaonyesha kidogo aina ya ushahidi tuliokuwa nayo na namna tutakavyokwenda kwa hiyo hata wale ndugu zangu waliowapizwa kuwa wawakilishi kwenye majimbo wasichukue mkopo. Na washauri tu wasichukue mkopo kwa sababu hawatadumu kwenye hayo majimbo. Karibuni tutawapiga chini. Kwa hiyo haya majimbo haya 17 tayari matokeo yake. Na kama mnavyoona, we are serious about this. Hawakutaka kutoa matokeo na haikuwa kwa bahati mbaya. Majimbo yote, wagombea wote, na mnajua kwamba moja ilikuwa ni akilio. Tulicholia kwamba kwa nini hawatoi nakala za matokeo. Kwa tumekwenda mahakamani. Mahakama ilituambia mbona hamjaambatanisha matokeo kama kanuni zinavyotaka. Tukawaeleza mahakama kwamba hatukupewa, na ndio moja kati ya ground ambazo sisi tunalilia kwenye uchaguzi kwenye mashauri haya. Mahakama ikatuandikia amri ya kutaka kupata matokeo. Amri ile tumewasilisha mahakamani na tume, na tumepata matokeo hayo. Kwa Pemba, majimbo yetu mashauri kama nilivyosema, tunasikitika sana kwamba tangu yamefikishwa mashauri haya yamefunguliwa siku ya tarehe 4 Novemba mwaka 2025. Sababu kanuni za uchaguzi, mashauri ya uchaguzi zinataka ufaili shauri la uchaguzi ndani ya siku 7 kutoka tarehe ya matokeo yalipotangazwa. Kwa hiyo sisi tumefaili tarehe 4 kwa hiyo ya uchaguzi na tulikuwa ndani ya wakati. Lakini tangu tumefaili tarehe 4 na kupokelewa na kulipa ada za kufaili mashauri, mafaili ya mashauri haya yapo kwenye ofisi ya naibu mrajisi. Hatujui kama yamepokelewa, kwa maana kwa lugha za kisheria ni kwamba yamekuwa admitted, au yamekataliwa kwa maana ya kuwa rejected. Sababu kanuni zinaruhusu mrajisi kukataa shauri ikiwa halijakidhi vigezo na kutoa oda ya kwamba ukafanye marekebisho. Na ndicho kilichotokea Unguja. Tumefaili, mrajisi amereject, ametuambia kafanyeni amendment mkiambatanisha na matokeo. Tumefanya na mashauri yamerudi tena mahakamani kwa namba ile ile ya faili au ya kesi. Lakini kwa Pemba, mpaka nazungumza na nyinyi hapa, bado hatujui status ya mashauri yetu. Kwa hiyo nichukue fursa hii kupitia kwenu waandishi na kupitia vyombo vyenu, nimuombe sana naibu mrajisi Pemba kuongozwa na kanuni ya 9 ya kanuni za mashauri ya uchaguzi. Kanuni ile inasema, kanuni ya 9 inasema mrajisi mara tu baada ya kupokea shauri likisha failiwa, siku ile ile kama hajatoa amri ya kuyakataa kwa maana ya kwenda kufanya marekebisho, on the same day, ndio lugha iliyotumika kwenye kanuni, anatakiwa awapelekee upande wa pili samasi ya kuwapelekea kanuni zao. Leo tuna siku, leo tarehe ngapi? 17, sio? Tuna siku ya 13. Mrajisi hatujui kama amereject au ameadmit. Lakini hata kama ametaka kureject, afanye kama alivyofanya mwenziwe mrajisi hapa Unguja. Atupe hizo amri. Kama anataka nakala za matokeo au amri nyingine yoyote ile, atupe maelekezo na sisi tuko tayari kuyafuata ili kucomply na kanuni za mashauri ya uchaguzi. Kwa hiyo kama nilivyosema, inaweka utaratibu wa shauri ile ikishafailiwa na halijakataliwa, basi atatakiwa awapelekee wahusika. Au kama naibu mrajisi Pemba ameona kuna tatizo, basi aongozwe na kanuni ya 8 ya mashauri nilizozitaja, kanuni za mashauri ya uchaguzi. Atoe amri ya maelekezo ya nini cha kufanya na sio kuyakalia. Mpaka sasa hivi hatujui action yake. Haiwezekani. Kanuni zinataka mashauri haya yasikilizwe kwa haraka. Leo tuna siku ya 13, mafaili yapo ofisini, tofauti na ambavyo mrajisi upande wa Unguja ameact. Amepokea, ametoa maelekezo, tumecomply na maelekezo na mashauri yamerudi tena kwa ajili ya hatua zinazotakiwa kuendelea. Lakini Pemba bado hatujui kigugumizi gani mrajisi amekipata. Kwa hiyo kwa heshima kubwa na kupitia kwenu vyombo vya habari, tunamuomba mrajisi atekeleze wajibu wake. Sisi tuko tayari kutekeleza
wajibu wetu. Napenda pia waandishi mjue kwamba kesi zote hizi za uwakilishi tayari wameshalipa ada za mahakama, ikiwemo pia malipo ya dhamana ya shilingi milioni 2. Kanuni zinasema ukitaka kufaili mashauri ya uchaguzi, hasa kanuni hizi za uchaguzi unaosimamiwa na ZEC, ulipe ile filing fee ambayo ni 500,000, alafu uweke security for cost ambayo ni shilingi milioni 2. Wagombea wetu wote hawa 17 na Wapemba 8, kwa ufupi tumefungua mashauri 25 kwa ujumla wake, tumeshalipa hizo fee. Kwa hiyo tunaomba tu mahakama watekeleze na wao wajibu wao. Kwa upande wa ubunge, chama kitaanza kuwasilisha mashauri ya uchaguzi ndani ya wiki hii. Kwa hiyo wale waliotangazwa ubunge wasifikiri tumeachana nao, ili hatujamaliza. It's not over until it's over. Kwa hiyo ndani ya wiki hii. Sasa swali litakuja, kwa nini hatujafungua? Kwa sababu kanuni za INEC zinatutaka kufungua mashauri ndani ya siku 30. Kwa hiyo kwa haraka tulianza na mashauri ya uwakilishi na sasa tunao muda tunaenda ndani ya wiki hii tunaanza kufungua mashauri ya ubunge. Kwa hiyo ndio ilikuwa, tumeshafanya uchambuzi wa majimbo ambayo tutayafungulia mashauri na tutawapa taarifa kamili waandishi wa habari mara mashauri haya yatakapokamilika. Hata hivyo, naomba pia kutumia fursa hii kuwapa taarifa kuwa chama chetu kupitia bodi ya wadhamini ya chama tumefungua maombi ya madai, wanaita miscellaneous civil cause namba 28632 ya mwaka 2025 dhidi ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mwanasheria Mkuu wa Tanzania, tukiomba kibali cha mahakama kwa ajili ya kufungua shauri la mapitio ya mahakama, yani judicial review. Tukiomba mahakama amri ya kuitaka tume kufuta uamuzi wake wa namna walivyofanya maamuzi ya mgao wa viti maalum, na kuiomba mahakama waitake tume ifuate utaratibu uliowekwa na sheria. Shauri hili tayari lipo mahakamani na nimepangwa kutajwa kwa mara ya kwanza tarehe 19 Novemba 2025 mbele ya Jaji Kisanya. Kwenye hili kesi tunaenda kufanya nini? Mmesikia Tume ya Huru ya Uchaguzi imetangaza viti maalum vile 115 nafikiri, si ndio? Viti karibia vyote wamechukua Chama cha Mapinduzi na viti viwili wamewapa Chauma. Sasa utaratibu wa kikanuni, utaratibu wa kisheria wa kugawanya viti maalum unasema hivi: chama ambacho kimepata kura 5%, kila ukipata 5% ya kura za wabunge, kura halali za wabunge, unastahiki kupata viti 6, viti maalum. Ndio kanuni, ndio miaka yote imekuwa ikienda hivyo. Cha kushangaza, sisi tumefanya makusanyo ya kura zote za majimbo yote Tanzania bara na Zanzibar. Kura zetu za wabunge tunavuka 5% ya kura tulizopata. Sasa tume hawakutupa kiti hata kimoja na tunastahili kupata viti 6, viti maalum vya wabunge. Lakini Chauma wamepewa viti viwili. Hakuna kanuni ya kiti kimoja au viti viwili vya viti maalum. Ni either ukose kabisa au upate the minimum ni viti 6. Sasa tunajiuliza, hivi viti viwili vya Chauma formula ni ipi? Tumefungua shauri, tume tumepelekea namba zetu, na hata namba walizotupa wao bado zinathibitisha kwamba tumezidi 5%. Hawana majibu. Matokeo yake wameishia tu kwamba maana yake yanazungumzika. Sisi tumeona tutaenda kuyazungumza mahakamani. Kwa hiyo tumefungua shauri hilo. Sasa sisi tumefungua shauri hili tukiamini kuwa tume imefanya ulaghai katika kugawa viti hivyo, huku ikikiuka kanuni na utaratibu wa namna ya kugawa viti maalum. Tumekusanya taarifa za kutosha juu ya idadi ya kura halali za wabunge ambazo chama kimepata nchi nzima, na hivyo tukiamini kuwa tunayo haki ya kupata viti hivyo. Na hapa swala si kwenda kugangania viti. Swala ni kwenda kudai haki yetu.
Tunachoenda kudai ni kile ambacho tunaamini ni haki yetu kama chama. Ndugu waandishi, kesi zote hizi zina maslahi kwa umma. Tunaomba muwe mnazifuatilizia kwa kuwapa habari wananchi juu ya mwenendo wa kesi hizi. Ni muhimu sana nyinyi tukapata hiyo ushirikiano wenu katika kuendesha kesi hizi. Na mimi niwaambie tu ndugu waandishi, najua wakati mwingine hawa jamaa wa Chama cha Mapinduzi wanawasumbua sana. Hata katika na ili nitaomba munifikishie salamu zangu. Imenisikitisha sana. Unaozungumzwa kula bata. Hizi sio nyakati za kuwaita waandishi, ni nyakati za kutafuta namna ya kuponya taifa. Sasa Fuji akawaambia nimekuteni mje kula bata. Hizi sio nyakati za kula bata. Hizi ni nyakati za kuomboleza. Ni nyakati za kuambiana ukweli juu ya kilichotokea. Kwa hiyo niwaombe sana. Na mambo ya bata ya CCM. Pale mwanzoni niliwaambia tutawaonjesha tu kidogo ushahidi wa hizi kesi ambazo tunaenda nazo. Sasa nitakupeni mambo ya jimbo lenu pendwa waandishi. Najua mnalipenda Pangawe, si ndio Jimbo lenu pendwa kidogo tu. Jimbo la Pangawe bwana, baada ya kukusanya matokeo kwa hizi amri za mahakama na tukayapata, na ndo tukajua pengine kwa nini tunanyimwa haya matokeo. Ni matokeo, ni certified copy ya matokeo ya uwakilishi. Haya matokeo yanaonyesha kwamba turnout waliojitokeza kupiga kura kwenye jimbo la Pangawe siku ya uchaguzi wa tarehe 28 na 29 ni wapiga kura 18,044. Si unaelewana vizuri waliojitokeza kupiga kura. Jimbo la Pangawe idadi ya kupiga kura ni 19,431 waliotangaza tume, ambayo sisi pia tuna dispute. Tutajua uko mbele ya mengine tutayakuza mbele. Lakini tunaambiwa siku ya kupiga kura jimbo la Pangawe walijitokeza wapiga kura 18,044. Sawa? Sasa nyinyi mnafahamu kwamba katika uchaguzi wa Zanzibar ukienda kupiga kura kwenye chumba, mpiga kura wa Zanzibar unapewa karatasi ngapi? 5, au sivyo? Kupiga kura ya kumchagua rais wa Zanzibar, kumchagua rais wa jamhuri, kumchagua mbunge, kumchagua mwakilishi na kumchagua diwani, au sio? Daftari ni lile lile. Neki hawana daftari hapa, au sivyo? Wanatumia daftari la zeki. Kiingia kwenye chumba wanatumia daftari lile lile. Unatiki mpiga kura Rashid Batashi, unapewa kura zako 5. Si ndio ulivyoenda kupiga kura bwana? Sasa matokeo ya mbunge haya hapa. Matokeo ya mbunge yanaonyesha watu waliojitokeza kupiga kura jimbo la Pangawe ni 15,150. Sijui mnaelewana? Mnaelewa hoja yangu? Mwakilishi waliojitokeza kupiga kura ni 18,000. Matokeo ya ubunge sasa unajiuliza, kuna watu 3,000 au 2,900 hivi hawakupewa kura za kumpigia mbunge, au kuna watu 2,000 na wamepewa kura
5 ili wampigie mwakilishi. Sijui naeleweka? Haya ni matokeo tuliyoyapata tume. Zote ni certified copy of result. Kwa maana haiwezekani, na sote tunajua kwa wale ambao wanastahiki kupiga kura ya neki kwa hapa Zanzibar, kama hastahiki kupiga kura ya uchaguzi mwingine mbunge na nini, anastahiki kupiga only kura ya jamhuri ya rais wa jamhuri, si ndio? Na wanakuwa na chumba chao. Sasa haya tutayahitaji majibu. Nasema tuna ushahidi mwingi. Na hii variances si jimbo la Pangawe tu. Hapa nimetoa jimbo la Pangawe kwa sababu nina authority ya kulizungumza, ni jimbo langu ambalo wananchi wa jimbo la Pangawe, mimi sheria mkuu ambaye nimekuwa na access ya nyaraka zote za majimbo yote. Hali ndio iko hivyo. Mpaka kiwani. Sijui tumefahamiana vizuri. Sasa tuliposema uchaguzi huu watu wamefanya wevi kabisa, wameuiba. Na hatuna utaratibu wa kwamba mtu anaingia ndani ya chumba anaambiwa wewe chukua kura 3, hupewi 5. Watu wote kama tunafuata principle ya one man one vote, mtu mmoja kura, hauwezi kuwa na variances ya jimbo moja, daftari moja, variances ya kura 3,000 na au 2,900. Haya na mengine mengi tuliokuwa nayo hatutaki kuyamwaga mapema. Ni muhimu tu kwamba ninachowaomba mfuatilizie hizi kesi tutakapoanza kuitwa mbele ya majaji ili kuanza kufuatilizia. Na uzuri wa kesi hizi zitakuwa ziende open court, na tutaziomba mahakama zisikilize kesi hizi open court, kwa sababu wanachama wa majimbo yote haya waliopiga kura, wapiga kura wana haki ya kuja kusikia kura zao zilitritiwa vipi na tume. Kwa hiyo na nyinyi waandishi wa habari mnaalikwa kufuatilizia mashauri haya. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, asanteni sana. Kama kuna maswali basi tuko tayari kujibu. Asanteni.